Tumekuwa na mwendelezo tukizungumza kumhusu Mungu na kumjifunza Mungu, lakini katika nyanja tofauti tofauti, lakini tumemjifunza Mungu na kufahamu kwamba sisi sio tu wanadamu wa kawaida, bali sisi ni operators wa ufalme hapa duniani. Ule ufalme ambao Mungu anauzungumza kupitia kinywa cha Bwana wetu Yesu, sisi tumepewa kuwa operators wa huo ufalme hapa ulimwenguni. Tunachokiwakilisha hapa ulimwenguni, hatuyawakilishi makabila yetu, hatuziwakilishi koo zetu, tunauwakilisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Yako mambo mengi ambayo tumeyaangalia, na ninaamini kupitia hayo tumekuwa tukijengwa stage after stage. Amen. Sasa asubuhi ya leo nataka tuzungumze kuhusu Roho Mtakatifu, Holy Spirit. Ni concept ama ni fundisho ambalo kila mtu katika Ukristo amejaribu kulifundisha kulingana na alivyoelewa, na ninaamini kwamba hata sisi tumejifunza kwa hatua. Nilipojifunza jana, nilipojua sivyo ninavyojua leo, kwa sababu utukufu wa Mungu na wenyewe upo ngazi kwa ngazi. Ndio maana anasema kutoka utukufu hata utukufu. Bwana Yesu asifiwe. So leo ninataka tuiangalie hii concept ya Roho Mtakatifu, na ninaamini kwa ambayo umekuwa ukifuatana kwenye hii series za mafundisho ambayo tumekuwa tukiyafundisha, kuna kitu kitaongezeka ndani yako. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, ukisoma mstari wa 2, naamini kuna mtu ananisaidia leo kusoma sura ya kwanza mstari wa 2, na nitaomba Biblia ya Kiswahili, lakini pia naomba nipate pia na translation ya Kiingereza. Imeandikwa, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Asante. Naweza nikapata kwenye Kiingereza sura ya kwanza mstari wa 2. Yes. Nafikiri daktari atatusomea. Wakati huo Shedrack, wewe fungua kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Yes. Version. Hebu nipe utakayonipa, anzia na NIV. Okay. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Yes. Nilitaka nilisikie hilo neno hovering. Anasema kwamba roho ya Mungu, roho ya Bwana ilikuwa imeatamia. Bwana asifiwe. Wakati huo anasema ulimwengu ulikuwaje? Utupu, ukiwa, hauna umbo. Kwa maana hiyo hakuwa ameiatamia dunia ya mviringo tunayoijua kwenye geography tunayoisoma. Alikuwa ameuatamia ulimwengu wote, lakini Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameuatamia ulimwengu wote, lakini ndani yake. Ndio maana anasema the Spirit of God was hovering. Si ndio? Lakini kilichotamkwa hapo ni roho wa Mungu. Na roho wa Mungu haimaanishi kwamba Mungu anaweza akawa amekaa sehemu fulani
alafu roho yake ikaenda kuyatamia ulimwengu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ukizungumza roho wa Mungu unamzungumza Mungu mwenyewe. Kwa kitabu cha Yohana anasemaje? Imeandikwa, ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. So tunapomzungumzia Roho Mtakatifu tunamzungumzia Mungu. Nimesema wacha tujifunze hii, ninaamini tu Mungu atakupa neema ya kuiangalia. Unajua haya maandiko kuna kipindi inabidi tuyaangalie pasipo na uoga. Sawa eh? Kwa sababu ni kweli kabisa, nimeziangalia Injili, nimeangalia mafundisho ya Yesu, nikagundua kwamba Wakristo tumeogopa sana kuyazungumza kama yalivyo kwa sababu ya ukuu wake. Na kwa sababu hiyo tumejaribu kufilta kidogo, tukasema angalau mwanadamu aweze kuelewa. Ninyi mmekuwa wanadamu vya kutosha. It is time for you to hear ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. So tunapozungumza kuhusu Roho Mtakatifu, kuna namna ilichakatwa, tukafundishwa, tukaambiwa ni nafsi ya Mungu, tukafundishwa Utatu Mtakatifu, mpaka ikafanikiwa kufika mahali ambapo ndani yetu ikawa kana kwamba yuko mmoja amekaa kule, alafu Baba amekaa hapa, alafu Mwana amekaa pale. Kwa hiyo tuna hao watatu. Na ndio maana mara nyingine unatukuta hata tunakemea pepo, tunasema Roho Mtakatifu sijui fanya kitu fulani. Tunajaribu kuzungumzia Roho Mtakatifu kwenye kufanya mambo fulani kwa sababu tumeiona kama entity fulani. Leo niko hapa kukuambia kwamba Roho Mtakatifu sio entity ambayo iko tofauti na Baba, bali ni roho wa Baba mwenyewe. Kilichokuwa kimeuatamia ulimwengu ni roho ya Baba mwenyewe. Aliyekuwa ameuatamia ulimwengu ni Baba mwenyewe. Ndio maana kuna sehemu unaona anazungumzwa kama roho wa Kristo. Lakini huyo Kristo anasema yeye ndani ya Baba na Baba ndani yake, wao wawili hawawezi kutenganishwa kwa sababu ni mmoja. Anasema I and the Father are one. Kwa nini anazungumza anasema I and the Father are one? Kwa sababu the Spirit is one. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakunaga Roho Mtakatifu alioko kwa Jaki, Pastor Jaki, na Roho Mtakatifu alioko kwa Mama Mushi, na Roho Mtakatifu alioko kwa Pastor Sesi. Hawakogi Roho Mtakatifu watatu, wanne, watano, but roho ni yule yule. Kwa nini ninasema kwamba Wakristo tunaogopa? Kwa sababu tukianza kumtazama katika ukweli, tunakuja kugundua kwamba tunapozungumza kuhusu Roho wa Mungu kuwa ndani yako, tunamaanisha Mungu mwenyewe, Baba ndani yako. Na mara nyingine utendaji kazi wa nguvu iliyoko ndani yako inaweza kufanya tu pale ambapo inatambulika kwamba ipo. Kwa sababu miili tulioibeba kwa namna fulani ni kama ina characteristics zake, ina namna yake ya kufanya, ambayo hiyo namna yake huwa inapingana na vile Roho anafanya. Na kwa sababu hiyo, namna ya mwili ikizidi, Roho ni kama anakuwa amenyamaza. Na Roho anapokuwa amenyamaza, manake ni kwamba kinachokuongoza sio yeye Baba, bali hili kasha limetake over. Lakini ukweli ni kwamba Mungu alianza kumfanya kwanza mtu katika roho, kisha akafanya kasha la nje kwa ajili ya kuilima nchi. Kwa hiyo anayepaswa kumdirect mwingine alikuwa ni yule roho halisi ambaye ni Roho wa Baba. Bwana Yesu asifiwe. So ninapozungumza Roho Mtakatifu katika mwanadamu, ninaizungumza ile divine essence in man, kwamba Mungu Baba aliamua kwa makusudi yake mwenyewe na kwa mamlaka yake mwenyewe akamfanya mwanadamu, kisha yeye akajimimina ndani ya mwanadamu ili aweze kuexperience uumbaji. Leo nitawapa siri. Kuumbwa kwako wewe
It has nothing to do with you, but it has everything to do with him. Kwa sababu the Father baada ya kuviumba vyote aliona kwamba vyote vimekuwa vyema, si ndio? And then akaamua sasa yeye mwenyewe ku experience creation yake. Kwa hiyo wewe uliyekaa hapa ni Mungu anaamua ku experience uumbaji wake yeye mwenyewe katika nchi, ndani ya mwanadamu, na sisi tukamuita Roho Mtakatifu. Ninajua kuna maswali yatakuwa yanaendelea kichwani kwamba sasa mbona mara nyingine tuko kimbele nyuma, mbona mara nyingine si wenyewe hatusikii sana, mbona mara nyingine vichwa vyetu vibovu? Kwa sababu una mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 16, verse ambayo tumeielewa sana. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hapa Paulo alikuwa anajaribu kuizungumza hii kwa Wakorinto, kujaribu kuwafunulia hivi kwamba hivi ninyi hamjui kwamba ni hekalu la Mungu. Maana yake ni kwamba my entire being, ninavyoishi, kusudi la mwisho ni ili Mungu aishi katika ulimwengu, kwa sababu Mungu ni roho. Kwenye hii dimension, katika physicality, Mungu ili aoperate anahitaji support ya lower dimension, si ndio? Anahitaji kitu ambacho kiko chini, kina vibrate katika vibration ndogo ili aweze kuexist. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu katika ulimwengu ana exist ndani ya mwanadamu. Ndio maana Yesu wakati alitambulishwa kama Emmanuel, si ndio? Maana yake ni nini? Mungu pamoja na wanadamu. Sasa anawaambia Paulo kwamba hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. Maana yake ni kwamba miili ya wanadamu ndio nyumba za Mungu anakokaa, na anakaa ndani yao kama Roho Mtakatifu. Nimesema ninataka tuache uoga, tuiangalie kama ilivyo, kwa sababu Mungu ndani yako sio anaishi ili kukusaidia, bali Mungu anaishi ku experience ulimwengu. Kwa kushindwa kujua, tumejiposition sisi afu tukamposition na Roho Mtakatifu. Ndio maana waliopata elimu ya Roho Mtakatifu, kuna mahali wanasema Roho Mtakatifu anakuaga anaondoka na kuna saa anarudi, si ndio? Wakati anaondoka anakuwa anaenda wapi? Ni kweli kwamba Roho Mtakatifu anaondoka, ama ni wewe katika mwili huwa unanyanyuka zaidi? Kwa sababu mwili, jamani, ulivyo mwili una mambo yake, mwili una biashara yake. Paulo alihangaika nao akafika mahali akaukoma. Ukiuruhusu mwili uoperate, mwili una mambo mengi sana. Kwa hiyo kama kuna kelele ndani yako ukahisi kwamba Roho Mtakatifu ameondoka, hajaondoka, ni kwamba tu mwili wako umetake over. So anawafundisha, anamwambia kwamba ninyi hamjui kwamba ninyi mlivyo ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo kinachokaa ndani yenu sio kile kitu fulani watu wanakipokeaga afu wanasisimuka. No, anakaa Mungu ndani yako. Na tukizungumza Mungu anakaa, manake uungu wake, uumbaji, all the essence tunazoweza kuzungumza za kiungu zinakaa ndani yako. Bwana akupe kuwa tayari. Haleluya. Kuto kujua operations za Mungu ndani ya mwanadamu haifanyi Mungu kuto kuwepo ndani ya mwanadamu. Halo. Kuto kujua ama kuto kufahamu operations za Mungu ndani ya mwanadamu hakumfanyi Mungu kutokuwa ndani ya mwanadamu. Kwanza, Mungu sio muoga kama jinsi ambavyo watu wanafikiri kwamba unajua amefanya kitu fulani kwa sababu hiyo basi Mungu ameondoka, Mungu amemwacha, Mungu ameondoka. Mungu aliwahi kujibu akaambia, mimi sijawahi kwenda sehemu yoyote. Kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Adamu amekula tunda, Adamu alijificha.
kwa lugha iliyotumika. Kumbuka hii it's a metaphor, sawa? Adamu alijificha, lakini Mungu alikuja kama kawaida yake. Biblia inasema kwamba ulipofika wakati wa kupunga jua, akaja bustanini akamuuliza Adamu. Guys, angalieni, akaja bustanini akamuuliza Adamu, uko wapi? Alikuwa mbali na Adamu? Alimuuliza Adamu, uko wapi? Adamu akamwambia, nimejificha bla bla bla. So aliyeondoka kwenye frequency ya kiungu alikuwa ni Adamu, sio Mungu. Mungu anaposema I am, mimi niko, ambaye niko, hajawahi kutetereshwa na hali ya mwanadamu akasababika kuondoka. Kuna mtu najua inakusumbua kuweza kuona kwamba hata ninapopitia changamoto hizi, ninapopitia magumu haya, bado Mungu yuko pamoja na mimi. Yes, Mungu yuko pamoja na wewe, but the only thing that you are not seeing ni operations za kiungu ndani yako, but does not mean kwamba hayupo. Hello? What you're missing to see ni ile operations za kiungu ndani yako, lakini yeye yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anawakumbusha hawa wa Korinto walikuwa ni watu walikuwa na mfumo wa maisha wanaojua wenyewe, kwa sababu Paulo aliwahi kushuhudia kwamba kulikuwa na dhambi ambazo alizikuta kule ambazo hata watu wa mataifa hawazijui. Lakini watu hawa ambao kwao kulikuwa na dhambi za namna hiyo, Paulo anawakumbusha, hivi nyinyi hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu? So kwa maneno mengine, Paulo alikuwa anajaribu kutaka kuwaondoa kwenye level ya kawaida ya wanadamu, kuwarejesha kujua kwamba no, sisi tunabeba nini ndani yetu, ili tuanze kukiruhusu kile tunachokibeba kuanza kuoperate. Haleluya, haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari ule wa 8, anazungumza kuhusu kuijiliwa kwa Roho Mtakatifu kwa mitume, si ndio? Hebu isome ile sura ya 1 mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hebu naomba rudi nyuma mistari miwili pale. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyowawekea katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sijui kama mnaiona hii. Walimuuliza Yesu, kuna namna walikuwa wanatembea na Yesu, then wakaanza kama kuelewa na kuanza kuona. Kumbuka Mungu alivyo operate na watu kwenye agano la kale ni tofauti na anavyo operate na sisi kwenye agano jipya. Sawa, Yesu mwenyewe anakuja kutafuta kile kilichopotea. Kwa hiyo Yesu alikuwa kwenye business ya restoration ya kile ambacho kimepotea ndani ya mwanadamu. The truth ni kwamba sio kwamba hakikuwepo kabisa kabisa, tutakuja kuangalia hapo mbele, lakini mwanadamu ni kama amesahau, na sababu hiyo kilichoko ndani yake hakiko active. Kwa hiyo Yesu kupitia fundisho akawa anawafundisha mitume to activate that which was inside them. Sawa? Walipoanza kuipokea nuru, wakaanza kuuliza maswali yaliyoko beyond, yaliyoko mbali na uelewa wao wa kawaida. Wakaanza kugundua kwamba ufalme wa Mungu upo. Lakini kwa sababu walikuwa wanagundua kwa kupapasa, wakamuuliza Yesu, hivi hiki ndio kipindi unaturudishia ufalme wetu? Sijui kama mnaiona hiyo. Somehow walianza kugundua presence ya kingdom of God hapa ulimwenguni.
Walianza kugundua kwamba hapa ulimwenguni hapako kama tulivyokuwa tunafikiri. Something is happening. And then wakaamua kuanza kumuuliza Yesu kwamba inawezekana kwamba ndo tunarudishiwa ufalme? Kumbuka wanamuuliza hivyo wakiwa na experience ya kuwa walitawala kipindi hicho cha nyuma, wakiwaonea wenzao na kuwapiga na manyigu na mavitu kama haya. Kwa kuna akili fulani hivi ya kutawala tena. So when pale walipoanza kuelewa au kuona issue za ufalme wa Mungu hapa duniani, wakamuuliza Yesu kwamba huu ndio wakati. Sasa kwa sababu Yesu alikuwa anawapeleka katika stages, akawajibu pale akawaambia, no, sio wakati wenu kujua, sio issue yenu kujua hizi nyakati na nini na nini. Ila I just want to mind this. Akasema ila mtapokea nguvu atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu. Maana yake kwa lugha nyingine alikuwa anaacha room ya something to be activated ndani yao. Alikuwa anaacha room ya kitu fulani kuhamshwa ndani yake, kuhuishwa ndani yao. Kwa sababu kitakapohuishwa ndani yao ndio unakuja chini kuja kuona kitu anachozungumza Yesu. Kule mwanzo anasema kwamba siku ile ya Baba, siku ya Bwana, hakuna mtu yote anayejua, hata mwana haijui. Unakumbuka? Ndio. Lakini baada ya wao kuwa wamefunguliwa ndani yao, wamefunuliwa, kimeamshwa kitu kingine ndani yao ambacho ilikuwa ni Roho wa Mungu ndani yao. Akawaambia, ninyi hamko gizani hata ile siku iwajie kama mwivi. Hello. Wakati watu wanajua kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwivi, baadaye anawaambia haitakuja kama mwivi. Why? Kwa sababu siku ya Bwana ili ikamilike kuwa siku ya Bwana, lazima Bwana ahusike kuifanya hiyo siku. Wakati akiwa katika kuwaza kuifanya hiyo siku, waliounganishwa pamoja na yeye, walio na Roho wake wameunganishwa pamoja na yeye. Kwa hiyo watajua kile ambacho kinakwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninazungumza na mtu asubuhi ya leo hapa. Tunaona baada ya ule uamsho uliotokea, kina Petro, Yohana na wenzake wakaanza kuoperate au kufanya kazi sio kama wanadamu wa kawaida. Wakaanza kufanya kazi kama alivyokuwa anafanya Yesu. Yesu, kila mtu alikubali kwamba hakuwa mwanadamu wa kawaida kwa sababu alikuwa akitenda miujiza, vitu ambavyo mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Lakini baada ya hawa kupokea Roho wa Mungu ambaye alikuwa ni Roho huyo huyo ndani ya Kristo, ndio maana Yesu anaconfess, anasema hakuna ninachokifanya mimi kama mimi Emmanuel, yani kama Ima, hakuna ninachokifanya, ila chochote mnachoona ninakifanya ni kwa sababu Baba yangu amekifanya. Halo? Kwa hiyo spirit ama roho iliyokuwa ndani ya Yesu ilikuwa ni roho ya Baba. Ndio maana akafanya mambo ambayo yalikuwa juu kidogo ya mwanadamu wa kawaida. Kina Yohana, Petro na wenzake walipopokea ile nguvu, wakaanza kutembea na kufanya miujiza kama alivyokuwa anafanya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu waliunganishwa pamoja na yeye. Roho aliyokuwa anafanya kazi ndani yao ndio roho huyo huyo ambaye alikuwa anafanya kazi ndani ya Yesu. Tena wao wakafanya kibabe sana. Siku ile wanapita kwenye ule mlango mzuri, wakamkuta yule kiwete ambaye amekuwa pale kwa miaka yote. Hata Yesu alikuwa anauzaga angalau unataka kuona, unataka nini? Wao watakumuuliza kitu yote. Walifika pale wakamwambia, mambo unaomba? Sema sisi hela nini hizo hatuna. Sema tulichonacho ni hiki. Kwa jina la Yesu nyanyuka, nenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sizungumzi habari za watu, ninazungumza habari zako. Ninazungumza habari zako. Wewe uliyefikiwa na huu wakati, ninazungumza habari zako kwamba Mungu alichoweka ndani yako sio wanadamu wa kawaida. Mungu amekupa uwezo kwa sababu yuko ndani yako wa kuzungumza kitu kiwe na kikawa.
Ndio maana nimwambia Wakristo, mnaogopa. Sasa ni mimi kabisa? No. Wakati Yohana na Petro wakifanya ule muujiza, hawakufanya discussion kwanza kwamba tufanye muujiza. Hawakwenda kwenye maombi ili tufanye muujiza. Na hii ndio changamoto nyingine, naomba Wakristo tuvuke hapo. Sawa eh? Hauhitaji kufunga sana ili kuweza kuexercise nguvu za Mungu. Unatakikana kujua kwamba ziko ndani yako. Unatakikana kujua kwamba neno lako ni neno la Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo nikisema inakuwa sawa na nilivyosema, na itakuwa hivyo hivyo sawa na ulivyosema. Simuoni Yesu akifunga 3 kavu ili aje alishe watu mikate. Ila niliona tu akiwaambia, jamani, wapeni watu chakula. Walipobaki wanang'ang'aa sharubu pale, hawaelewi ni nini. Biblia inasema kwamba akauliza, kwani mna nini? Wakamwambia, akamshukuru Mungu, wakala. Mungu anatafuta watu kwenye kizazi hiki ambao watajua kwamba ndani yao hakuna tu nafsi fulani, bali Mungu mwenyewe anakaa ndani yao. Mungu ndani yako ana kiu ya kutaka kuanza kufanya katika ulimwengu, lakini anazuiliwa na ufahamu wako wa kujua kwamba yupo. Hamjapokea tu roho fulani, bali mna Mungu. Mungu yuko ndani yako, na kwa sababu hiyo Mungu kama yuko ndani yako, sijui anakufanya wewe kuwa nini. Hiyo ndio yale Wakristo tunaogopa kuyasema. Nilitamani nisizungumze hii issue, lakini ngoja niiseme tu. Injili inapofanywa kwamba ni issue ya kwenda mbinguni, inazuia vitu vingi sana kwa mwanadamu. Tunaposenta injili kwenye safari ya kwenda mbinguni, tunakuwa tumemdeprive mwanadamu vitu vingi sana. Na actually sio mwanadamu, Mungu. Tunakuwa tumemzuia Mungu kwenye vitu vingi sana, kwa sababu kila mtu anatazamia tu aokoke aende mbinguni. Lakini injili ni zaidi ya kwenda mbinguni, kwa sababu kwenda mbinguni ni effect ya kumwamini Kristo. Kila aliyemwamini Kristo ana siti. True gospel, alipowaambia kuhusu mkipokea nguvu, aliwaambia ni mtakuwa mashahidi wangu, si ndio? Maana mtamfundisha yeye. Injili ya kweli ni kukupa wewe taarifa ya kile ambacho Mungu amekidesign, ambacho anakifanya katika ulimwengu, ili ukae kwenye alignment moja na yeye, aweze kuoperate kwenye ulimwengu. Wakati wewe unawaza kukimbia kwenda mbinguni, Mungu anawaza kutenda kazi katika ulimwengu. Mungu anawaza kuendelea. Tunaweza tukadhani kwamba Mungu ameenda mbali. Mungu hajaenda mbali, ila watu wake ndio wameenda mbali. Wamejitoa kwenye frequency ya kwake ya utendaji. Kwa sababu hiyo wagonjwa wamekuwepo, hawana mponyaji. Vilio vimekuwepo kwenye taifa, hakuna mfariji. Lakini Mungu hatazungumza kutokea kwenye mawingu, atazungumza kutokea ndani ya huyu baba. Wewe ni Mungu anajiexperience katika mwili ndani yako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yako ni roho wa Mungu. Haleluya, haleluya. Na hii ndio habari njema, kwamba wewe sio wa shida katika ulimwengu. Wewe sio mkosefu katika ulimwengu, kwa sababu kama Mungu anakaa ndani yako, kama uungu wake uko ndani yako, tunahitaji nini tena? Ndio maana niliwahi kuambia kwamba
kuna nyakati za kuomba, lakini kuna nyakati sio za kuomba, ni za kuzungumza, kutamka, kuruhusu ile nguvu ndani yako ifanye kazi katika uumbaji. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho sura ya 2, Wakorintho wa kwanza mstari wa 11. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya kibinadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo wana mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Ndugu zangu, naomba nizungumze hii katika unyenyekevu kabisa. Anasema hakuna anayejua anachojua mtu isipokuwa roho yake. Halo? Hakuna anachojua mtu isipokuwa roho yake. So tunapozungumza kuhusu roho wa Mungu, maana yake ni kwamba kuwa na roho wa Mungu ni kuwa na access ya ile divine intelligence, ni kuwa na access ya ule uungu kabisa. Kwa lugha nyingine ni kwamba ninajua anavyojua. Ndio maana nimesema utanisaidia tu, kwa sababu tunaogopa kujua. Halo? Nikikwambia kwamba unajua kama Mungu anavyojua, ni ngumu, kwa sababu ni ngumu, si ndio? Ni ngumu kabisa. Lakini kama roho wa Mungu anakaa ndani yako, kwa nini usiruhusu kujua kama anavyojua? Mnadhani kwamba manabii ama watu wanaoona nyakati, wanaoona majira ni watu wako special sana? Hello? I want to break it down for you. Hey. Ninyi wote mlioko hapa mmepewa nafasi kabisa ya kuona kesho. Mmepewa nafasi kabisa. Yaani hata siku unaopata hasara umepewa nafasi ya kujua kwamba aya, nimeshazingua hii hapa, ngoja nikaanze tena. Listen, unajua Wakristo mara nyingine tunadhani kwamba haya mambo ya hapa ulimwenguni tunayafanya sisi, alafu mambo ya kanisani ndio wanafanya Mungu. Hey, listen to me. Hakuna ninachotakiwa kukifanya mimi, bali kila kitu atafanya Mungu ndani yangu. Kwa hiyo ninachotakiwa tu ni kukaa katika position na kuinvoke ile power iliyoko ndani yangu kuanza kufanya kazi. Whether in the business, kwenye kazi, kwenye family. Kwa sababu kusudi lake ni yeye au experience uumbaji, si ndio? So Mzee Bush, hata siku ya kufa hatutakufa kama paka. Halo? Siku ya kubadilisha hii miili, labda nitumie hiyo lugha ili tusipishane. Siku ya kubadilisha hii miili haitakuja tu, kwa sababu tutakuwa tunajua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niamshe kitu fulani ndani yako kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Kile Mungu amefanya ndani yako ni zaidi ya wanadamu wa kawaida. Roho yake iko ndani yako. Listen to me. Hata nikiweka mikono yangu juu yako kukuombea, ninaombea tu activation ya kile kilichoko ndani yako, kwamba kianze kuingia into operation, kianze kuingia kwenye utendaji. Sina Roho Mtakatifu wa kukupa, nina neema tu, na kwa neema Mungu ambayo Mungu amenipa, kuna vitu haitafikia stage ya mimi kukuwekea mikono, kwa sababu maneno ninayozungumza yanakupa kuwa. Inawezekana umekuwa ukiishi kikawaida, hauna experience ama mazoea ya kutembea kiroho, kwa maana ya utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yako, na umewaangalia watu katamani sana. Tukiendelea katika kujifunza, kuna jambo linatokea ndani yako. Unapofahamu liko jambo linatokea ndani yako,
utaanza kuona tofauti. Kuna wengine mtakuwa tu katika maombi kawaida privately, and you will receive power. Utapokea nguvu. Haleluya, haleluya. Mungu hakukusudia uishi kimwili, alikusudia uishi kiroho. Ndio maana alitesti ule mwili wa Adamu kwanza. Baada ya kuweka roho yake ndani yake, akapitisha uumbaji wake mbele ya Adamu aone atakavyowaita. Alipoona kwamba yaliomo yamo, akafurahi. Mungu hakukuumba ili uje uishi average life. Listen to me. Wanadamu ni wengi, lakini waliokuwa illuminated, waliofunuliwa, waliopewa nuru wakajua kile Mungu amefanya, Mungu amewakusudia kuto kuishi kama wanadamu wa kawaida. Ndio maana alisema kwa mnavyoenenda hamtakufa kama wanadamu wa kawaida kweli. Kwa nini? Kwa sababu haexpect mimi kufa kama wanadamu wa kawaida. Yeye ananitazamaje? Alafu wewe unajitazamaje? Biblia inasema kwamba ulimwengu unasubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu, kwa sababu ulimwengu unahitaji direction. Ulimwengu umeumizwa, unahitaji healing. Ulimwengu una vilio vingi, unahitaji uponyaji. Mungu ndani yako, ulimwengu unapona. Haleluya, haleluya. Nataka uone hii. Hapo fungue kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10. Nataka kuna kitu hapa na hata nikaishia tu hapa. Kuna kitu hapa tutaendelea kuongea siku nyingine. Kila mtu, kila mwanadamu aliyopo, kila mwanadamu unayenisikiliza, unayo potential. Hello? Potential ni tena? Kama unao uwezo ndani yako wa kuwa sawa kabisa na hawa unaowasoma kwenye Biblia, ambao unaona walipojazwa Roho Mtakatifu walikuwa kama waajabu hivi. Kila mwanadamu ana hiyo potential. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hapa mna uwezo wa kuona kesho. Najua inakuwa ngumu kuimeza, si ndio? Lakini nataka nikuambie unayo hiyo potential ndani yako. Sio kazi ya kina Pastor Henry tu. Pastor nitabirie. Kuna sehemu yake, kuna wakati wake, si ndio? Lakini mimi na raise watu giants ambao watakuwa wanaona. Yaani before I say, listen to me. Mimi wanapendaga sana, kuna watu wanawapigiaga simu au nawatumiaga message, ninawaambia vitu, alafu wana confirm kwamba Mungu amesema nao. Wanasikia raha sana. Kwamba sikuja kukuletea habari mpya, lakini ulikwisha kuona ndani yako. Sema kuna namna fulani hivi unaweza ukawa na shaka na kile ulichoona. Then Mungu ananituma kuzungumza kwako, to confirm. Nabii haji kusema kitu kigeni. Kwa sababu listen, kama Roho wa Mungu ni huyo mmoja, Roho aliyoko ndani yako ndio Roho aliyoko ndani yangu. Maana yake ni kwamba kile anazungumza kukuhusu wewe alikwisha kuzungumza ndani yako. But kuna namna, kwa sababu ya position tulizonazo ama mazingira yaliyotuzunguka, tunashindwa kusikia ama kuona. Then kwa neema ya Mungu, Mungu ananituma kuja kusema na wewe. Lakini ninaposema na wewe, it's not new. Ninazungumza na wewe kile Mungu alikwisha kusema na wewe ndani yako. Kwa nini huwa mnajuaga kwa hakika kwamba ni kweli? Huwa ni nini kinakufanya ujue kwamba ni kweli? Ni kwa sababu ndani yako kuna ushuhuda wa kile ambacho ninazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza nikazungumza hapa bila kumtaja mtu jina, na imewatokea sana hapa watu wengi. Ninaweza nikazungumza hapa bila kumtaja mtu jina, ila akajua kwamba anaongea na mimi. Kilichokufanya ujue ni nani? Kwa sababu Roho anayekaa ndani yako ndio Roho anayekaa ndani yangu, ndio Baba mwenyewe anayesema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nadhani sidhani kama sisi tuna muda sana wa kuanza kutajiana tarehe za kuzaliwa na vitu kama hivyo.
sioni kama zina umuhimu sana kwa sasa hivi. Hebu tusome hiyo kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Nisomee mstari wa 9 na wa 10. Nataka uone kitu hapa tofauti sana ambacho kilimtokea Sauli. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Bwana Yesu asifiwe. Nimependa hiyo neno, nasema kikosi cha manabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika zama zetu hii ni lugha ngumu kuisikia, kwamba kikosi cha manabii. Lakini katika zama zao ilikuwa ni kitu cha kawaida kukisikia. Sauli hakuwa nabii. Nabii alikuwa Samueli. Na kipindi kile hakukuwa na hii elimu ninayoifundisha hapa. Kwa hiyo activation ya roho ndani ya watu haikuwa katika level hii iliyoko sasa hivi. Kwa sababu damu ilikuwa haijabwagika bado. Vitu vingi vilikuwa havijafanyika, mwanadamu alikuwa hajafikishwa, sababu alitakiwa afikishwe sehemu fulani. Si ndio? Sauli, Biblia inasema kwamba akakutana na hiki kikosi cha manabii. Sijui walikuwa ni njiani wanatembea. Alipokutana naye, roho wa Mungu akaja juu yake. Sauli akaanza kutabiri. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna mtu anatamani kutabiri. Sauli akaanza kutabiri. Hajawahi kutabiri, lakini akaanza kutabiri. Kilichofanya Sauli atabiri ni roho wa Mungu. Angalia hivi. Okay. Mungu nisemeje? Ni yeye yule jana, leo na hata milele, si ndio? Kwa hiyo Mungu yuko mwanzo, alafu Mungu yuko mwisho. Ndio maana Mungu hajifunzi kitu chochote. Sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaona jana, alafu anaona na leo, na anaona kesho kama jana, na jana kama leo. Kwa sababu time kwake iko tofauti, haiko hivi. Mnafurahia kweli nikimzungumzia Mungu hivyo, lakini kikuzungumzia wewe unapata wasiwasi. Naomba hiki kitabu. Kwenye hiki kitabu kuna kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza imeanza na mpaka kitabu cha Ufunuo. Kwenye hiki kitabu, kwa hiyo ujumbe wa hiki kitabu uko hapa niliposhika hivi. Kwa lugha nyingine, kwenye hiki kitabu Yesu hajazaliwa, alafu kwenye hiki kitabu Yesu amezaliwa, anasulubiwa humu kwenye hiki kitabu, anafufuka humu kwenye hiki kitabu, anaitwa Paulo humu kwenye hiki kitabu, anahubiri Paulo kwenye hiki kitabu. Yohana anamfuata Yesu kwenye hiki kitabu, anaachana na Yesu baada ya Yesu kufa kwenye hiki kitabu, anaandika Ufunuo kwenye hiki kitabu. Na ufunuo aliyouandika ni wa mambo yaliyopita, yaliyoko kipindi chake na yatakayokuja baada ya yeye kwenye hiki kitabu. Lakini hiki kitabu si ni hiki hapa. Sio, kuna mtu anaanza kunielewa. Maana yake ni kwamba hakunaga mwanzo ambao ilikuwa ni jana, wala hakunaga ufunuo ambao ni kesho. Vyote vinatokea sasa. Ndio maana roho wa Mungu akiwa anafanya kazi ndani yako, future na yenyewe ni leo. Niliwahi kuambia humu ndani, nikawaambia hatutafanya kazi zetu ama biashara zetu hivi hivi, tutazifanya na nguvu zetu, kwa sababu kupitia hizo nguvu kesho tunaijua.
Kuna watu ambao unakwenda kazini kuona ni nini kitatokea, alafu kuna watu wanakwenda kazini wakiwa wanajua nini kinatokea. Kwa hiyo wako tayari, anajua niandae nini kwa sababu ya ilivyo. Hatukuitwa kutembea gizani. Yesu anapozungumza kwamba ninyi ni nuru, Yesu hakuwa amekunywa waini siku ile na kuhakikishia alikuwa soba. Alikuwa anajua anazungumza na watu gani. Na anaposema mnatembea katika nuru, haimaanishi kwenye mwanga, anamaanisha kwenye knowing, kwenye kujua. Sihitaji ufanye ubaya ili nijue nani alikuja kufanya. Natakiwa kujua kwamba unakuja kufanya ubaya, kwa sababu unapokuja hauji, ulishakuja. Ninatamani mtu atakaye kitamani hiki. Paulo akamwambia bwana, jamani, tamanini, kwa sababu mnapotamani hizo karama mnaziamsha ndani yenu. Natamani mtu anayetamani hii elimu ndani yake, kwamba kumbe kama hivyo ni ndivyo ilivyo. Na nikimkubali Yesu anachozungumza kwamba mimi na Baba tu umoja, maana yake ni kwamba siishi leo afu nitaishi kesho. I only live now. So kama kipo chochote cha kukijua kuhusu kesho, kipo katika leo. Nabii anaweza akakuambia yanao kutokea mwakani, kwa sababu yale mambo yapo, yashatokana, yapo leo. Ndio maana tunajua mwakani itakuwaje. Isn't that nice? Jamani, hili sio zuri. Hii sio habari njema kwamba Mungu ameinvest hiyo ndani yako. Ni kweli kama wanadamu tutafanya mistakes, makosa ya hapa na pale, lakini ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Roho wake Mtakatifu ndani yetu. Ndio maana akasema, nadhani Jumatano tutapata nafasi ya kujifunza kazi za Roho Mtakatifu. Ndio maana akasema kwamba yeye atawafundisha na kuwatia katika kweli yote. Sasa I want you to see this. Anasema atawafundisha na kuwatia katika kweli yote. Huyo Roho anawatiaje kwenye kweli yote? Sio anawaambia maneno ya ukweli. Hawaambii maneno ya ukweli ndio kweli yenyewe, no. Ile essence ya kiungu yenyewe, Roho Mtakatifu atawatia katika hiyo, atawafanya kuwa hiyo, kwa sababu ukweli ni kwamba ndivyo mlivyo, lakini we've missed something somewhere. Na kwa sababu hiyo tumekuwa tu kama wanadamu wa kawaida. But Roho yeye aliye halisi, aliye kweli, atakapokuwa ndani yenu mtakuwa kweli. Ndio maana kwa sasa tunaweza tukaona love kama jambo la gumu sana, lakini there's a point itafika ambapo pendo sio issue tena. Kwa nini? Kwa sababu you've become him. Na yeye Mungu aliviumba vyote kwa makusudi kabisa, kwamba ukiweza kugraduate kutoka kwenye mwili utaishi katika roho. Ukiishi katika roho, wewe ni pendo. Huwezi elewa yule kijana wakati anapigwa mawe na kina Paulo, akasema Baba wasamee kwa sababu hawajui walitendalo. No, mkibosho wa kawaida kama mimi haiishi mpaka imeisha, si ndio? Sio kama mnanielewa vizuri, haiishi mpaka imeisha. Lakini ambaye Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yake, ame take over, anaona kesho iko vipi, kwamba hata huyu anayepiga mawe, huyu ni mtume. Asa Mungu tufanyeje na huyu? Kwa sababu huyu jamaa ananiwenga, ila ni mtume. Ambia Baba wasamee tu. Wakati huo Paulo alikuwa na usongo kweli kweli. Kwanza ndio alio jamaa, vua nguo jamaa, lete hapa. Afu watu wakaanza kupiga kazi. Unajua Paulo alikuwa ni mwanasheria, kwa alikuwa amesimama pale, hadi serikali ilikuwa imesimama pale. Ulikuwa unapigwa kihalali kwa mujibu wa sheria.
Lakini aliye na Mungu ndani yake, sikiliza, watu hawapigi Mungu, watu wanapiga huo mwili ambako Mungu yupo. Huo mwili ukiwa bado ndio unaishi, ndio una control, unaumia. Sisemi yale maumivu ya kuumia ya kawaida, hapana. Ninazungumzia ile hali ya kutaka kurevenge. Lakini ukigraduate kuingia katika uungu, kuiaccept hiyo roho inayokaa ndani yako ya kiungu ndani yako, utakuwa unaona tu kinachopigika ni mwili, lakini wewe mwenyewe uko salama. Wewe mwenyewe uko salama. Pain ambayo imesababishwa na wanadamu kwenye maisha yako dolini, imesababishwa kwenye mwili wako, ila wewe uko salama. It matters, ina matter tu pale ambapo wewe umekubali kwamba umefanyiwa. Inaanza kufanya kazi ile pain, inaanza kuwa na value, inaanza kuwa na thamani ile maumivu, kwa sababu umekubali kwamba umefanyiwa. Lakini ukisimama kwenye position ya kiungu, utawaona wanadamu wakiwa wanafanya mambo ya kibinadamu. Na mara zote mwanadamu akifanya mambo ya kibinadamu, miungu hawapati shida na wanadamu, kwa sababu wanasema hawa nao ni wanadamu. Nakumbuka kuna sehemu Mungu alifika akasema, huyu jamaa naye ni mnyama tu kama wanyama wengine. Hebu kwanza sasa hizi mruhusu na yale nyama, wale wenzake wao wanakulana. Kwa sababu alikuwa anafanya mambo ya kibinadamu. Anapokuja kuizungumza kwa kinywa cha nabii Daudi pale, anazungumzia kwamba kwa sababu ya kushindwa kufanya hukumu za haki, mtakufa kama wanadamu wa kawaida, kwa sababu wapogi wanadamu. Ila kuna ambao sio wanadamu wa kawaida, hawa wanafanya hukumu za haki. Sijawahi kuona mtu akiwashangaa mbuzi wakifanya mambo ya kimbuzi. Lakini mwanadamu akifanya mambo ya kimbuzi huwa tunashangaa na tuna mind. Hebu Mungu ainue ndani yako kujijua kwamba wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida, kwa sababu alichoinvest ndani yako sio tu ubinadamu. Ndani yako kuna Mungu, kuna essence ya kiungu ndani yako. Yale wanadamu wanaweza wanafanya kama wanadamu wa miili ya kibinadamu, but panda juu kidogo ili uweze kuwaona wanadamu chini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuita kuanza kutembea na kutenda kazi katika roho, sio katika mwili. Katika mwili tutakwama sana, katika mwili tutatukanana sana, katika mwili tutasemana sana. Lakini inapokuja katika roho, huna hayo maneno ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5, some hii niishie hapo. Soma ule mstari wa 16 na wa 17. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Halo? Mungu anakuita kuyaishi haya ambayo ulikuwa unayazungumza. Anaposema tuenende katika roho, amaanishi tuenende katika hali fulani labda ya kukisia mambo fulani hivi ya kiroho, hapana. Anamaanisha kwamba sasa, hebu ruhusu sasa utembee kiroho. Yaani usitembee tena kama mwanadamu kimwili, bali utembee kiroho.
Kwa lugha nyingine, ruhusu Mungu aanze kutembea kupitia wewe. Halo? Kuna kutembea kupitia Mungu, alafu kuna Mungu kutembea kupitia wewe. Mungu anapotembea kupitia wewe, manake yeye ndio anayeishi. Anasemaje pale? Anasema tukienenda katika roho, hatuko tena chini ya sheria. Kwa sababu sheria iko kuhukumu right and wrong, si ndio? Lakini iko kumhukumu mwanadamu katika hayo maeneo. Tukienenda katika roho, tunakuwa above hiyo sheria, kwa sababu hiyo sheria kazi yake ni kuwahukumu wanadamu wanapofanya mambo ya kibinadamu. Katika roho tunaongozwa na pendo, hatuongozwi na sheria. Nataka uone hii. Kuongozwa kwa mwili sio tu yale matendo ya mwili tunayoyajua, uchafu, ulevi, uzinzi, unini, no. Pia ni pamoja na kuishi kwa experience ya kibinadamu. Wewe unafanya biashara, lakini unapambana ufanye biashara yako na unaamini biashara yako itaenda mbele kwa sababu umejifunza kwa Robert Kiyosaki ama umejifunza kwa mtu fulani. I am not saying kwamba kujifunza kwa watu sio vizuri, hapana, ni vizuri kabisa. But kuna ile kung'ang'ania kanuni fulani uliojifunza kwa mtu, experience. Paka tunafika mahali tunasema kwamba lisaa fulani ni saa baya. Halo? Mimi sikatai kwamba kunaweza kuwa kuna mauzauza kwenye hilo lisaa. Halo? But tumeenenda kwa experience ya kibinadamu. Repetition, marudio ya matukio yametusababisha tuanze kufanya mambo kulingana na yanavyotokea. Nilikuwa nacheka ile mama mmoja alizungumza, ni comedian, akawa anazungumza jinsi ambavyo ulimwengu sasa hivi unamuequip mtoto wa kike, kwamba mtoto wa kike anakuwa equipped kuingia ulimwenguni akiwa na mabomu na makombora na kila kitu, kwa sababu ndoa imezungumziwa kuwa ni kitu fulani. Kwa hiyo anaingia na silaha zote, ni kama anaenda vitani. Ukiingia kwenye ndoa, wasemaje? Jenga nyumba yako mwenyewe, sijui fanya kitu fulani, uwe na vitu vyako mwenyewe, ficha vitu fulani. Kwa hiyo anaingia akiwa anaandaliwa kivita, kwa sababu mtu akimwambia mke wangu hawe na hela zake mwenyewe, manake anamtenga mbali na mimi, si ndio? Lakini hawa waalimu wa uongo wanaofundisha mafundisho ya kishetani wanafundisha mafundisho haya kutokana na experience ya kiwanadamu. Alikuwa na mume wake akiwa anamkata makofi, alikuwa na mume wake ni mbaili. Mimi sio mbaili, sio. Alikuwa na mume wake ana jambo fulani, kwa hiyo experience ya kibinadamu anaona nimwambie na huyu mwanamke mwenzangu ajipange asije akakutwa na alionikuta. Naongea kitu hapa. Nataka tutumie hii moment, few minutes, kila mmoja kumshukuru Mungu, kumacknowledge Baba, yeye ambaye ameona vyema tukingali wanadamu ainvest uungu wake ndani yetu. Tukiwa wanadamu tutembee, lakini tukiwa na nguvu za kiungu ndani yetu. Tuwe na uwezo wa kuyatazama majira, tuweze kuleta majibu kwenye ulimwengu. Amekuamini na divine power. Wewe sio tu mtu wa kawaida, wewe ni mtu ambaye Mungu anakaa ndani yako. Ameweka wito mkuu sana ndani yako. Anataka ujue kile alichoitika ndani yako. Anataka ujue ili uanze kuishi katika hicho.
uanze kutembea katika hicho.